أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعد يكم شكر الله متكوف سبحانه وتعالى نكم تكيا زيادة za kheri kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Tunaendelea na darsa zetu za tafsiri ya Qur'ani na tunaweza tukasema maalumu kwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaweza tukasema darsa maalumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala tumelikamilisha 11 katika makumi matatu ya Ramadhani. 10 hilo linaitwa 10 la rahma. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa irada zake amelipa 10 hilo nafasi hiyo ili kuwarehemu waja wake wapenzi wenye kutekeleza amri zake na kuyaepuka makatazo yake. Na leo tumeingia katika 10 la maghfira, 10 ambalo subhanahu wa ta'ala kwa irada na mashia zake ameamua kuwasamehe waja wake makosa yao yote ambayo yalitangulia katika mwaka mzima uliopita. Ndani ya 10 hilo wapate msamaha wake. Kila mmoja wetu anastahiki kujipinda, anastahiki kujitahidi ili aonekane ndani ya 10 hili la msamaha kwamba na yeye anataka msamaha wa Mola wake. Lakini kwa kusikitisha, au wanasema ala al-asafi shadidi, leo tulikuwa tunasali sala ya Ijumaa, tukajaribu kukumbushana kwa kuziangalia tarawih zetu, kwa kuziangalia qiyamul layli zetu, kwa kuziangalia darasa zetu, badala ya kushika kasi na kuongezeka huku tunakokwenda, lakini zimeshaanza kunyong'onyea, na kwamba lile wimbi la 10 la mwanzo kwa sehemu kubwa limeshaanza kuondoka katika darsa zetu na tarawih zetu. Uzuri wa safari uondozane na usafiri unaosafiri nao mpaka kufika kituo cha mwisho cha safari hiyo, kuliko unakwenda zako kwa rara lakini umefika meli 4 unasema mimi ninashuka hapa huko kuliko baki nitakuja kwa miguu. Hiyo itakuwa ni hasara, au itakuwa wewe akili huna, kwa sababu huwezi kuacha usafiri wa kuelekea nao moja kwa moja mpaka kwa rara ukaamua kushuka meli 4 eti nitakuja mimi huko kwa miguu mwenyewe. Na yale maneno ya watu yasiturudishe nyuma, Waislamu wenzangu. Maneno gani hayo? Maneno tunayoambiwa tarawih ni rakaa 8 tu na witiri ni rakaa 3 tu. Kwa maana hiyo kwa siku moja mtu asizidishe swala za sunna za zile za Ramadhani, na usiku wa witiri zisizidie katika rakaa 11. Hayo sio maneno sahihi.
na wala hayo sio maneno ya hao wanaonasibishwa na salafi. Hata kama wanayoyafanya hayo wanajiita salafi. Salafi wa kweli, salafi waliopita toka wakati wa Bwana Mtume, baada ya wakati wa Bwana Mtume, maswahaba tarawehe walikuwa wanaswali rakaa 20, na huwezi ukampata salafi aliyobora kuliko Umar, huwezi kumpata salafi aliyobora kuliko Uthman, huwezi kumpata salafi aliyobora kuliko Ali ibn Abi Talib, huwezi ukampata salafi bora kuliko Abdurrahman ibn Aufi, huwezi ukamtoa katika masalafi Abdullah ibn Umar, huwezi ukamweka mbali katika masalafi Ibn Mas'udi, huwezi ukamweka kando katika masalafi Ibn Abbasi. Hawa wote ni masahaba wa Mtume, na hawa wote ni wanafunzi wa Mtume, na hawa wote ni wanafunzi bora kabisa katika ulimwengu, katika wanafunzi wa Bwana Mtume, na hawa waliswali rakaa 20 za tarawehe. Na ndio hata ukiwaangalia Saudia mpaka kesho katika hili wameshindwa kupinda, bado wanaswali zile zile rakaa 20, kwa sababu ndizo walizozikuta kwa hao masalafi wa kweli. Kwa hivyo kama kuna watu wanadai masalafi wanaswali rakaa 8 wakakurudisha nyuma wewe, wakakwambia swali rakaa 8 tu, muache na uvivu wake, maadamu ameamua kushuka meli 4 ili hali anatakiwa afike kwa Rara, atakufata wewe kwa miguu, wewe tangulia na basi. Atakuja kusikitika huyo siku ya Kiyama, kwa nini aliswali rakaa 8. Haya masuala ya kuambizana kwamba tunasoma juzuu moja, sio sharti ya tarawehe kwamba ukisoma juzuu moja ndio uswali rakaa 8, na wala haijaja hiyo katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza Mtume anataka panaposwaliwa jamaa sura ziwe fupi fupi. Kwa hivyo na waombeni sana ndugu zangu, huku tunakokwenda katika mfunda ndio wanasema kwenye utamu wa mua, au sio mabwana? Basi huku tunakokwenda ndio tujipinde, tusirudi, tusitoke darasani, madarasani tusitoke, katika tarawehe tusitoke, katika qiyamul laili za usiku tusitoke, tujipinde kweli kweli. Ili mradi nilitoa mfano kule Ijumaa nikasema Ramadhani ni dawa. Ramadhani ni dawa. Kwa maana gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupeleka katika hospitali ya rufaa. Hospitali hiyo sio Mzena, hospitali hiyo sio Muhimbili, hospitali hiyo inaitwa Shahru Ramadhan. Mwezi wa Ramadhani ndiyo hospitali yenyewe. Alafu akakusudia kutufahamisha madhumuni ya kupelekwa pale hospitalini ni nini? La'allakum tattaqun, ili mupone maradhi yenu ya kusema uongo, mupone ya kula vya haramu, mupone ya kusengenya watu, mupone ya kuvuta sigara, mupone ya kuiba vya watu, mupone. Ndiyo maana ya Ramadhani. Kama hujayaacha hayo yote, Ramadhani huna. Kwa hivyo tumepelekwa hospitali ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nikawambia kule msikitini, tuna wajibu kila mmoja wetu kuangalia toka amelazwa katika hospitali hii ya Mwenyezi Mungu yenye madaktari bingwa, ambayo Mungu ashasema ukilazwa hapa lazima upone. Wewe ushafunga siku 10 mpaka sasa hivi. Akija mtu kukujulia hali, anakuuliza vipi bwana, katika suala zima la kusema uongo unaweza kujikontrol kuacha uongo? Maanake maradhi hayo nafuu kidogo umepata. Maradhi hayo kuvuta sigara maradhi hayo. Bwana mkubwa, siku 10 hizi mchana uvuti sigara, kwani hujaweza kupona kidogo kama Ramadhani ikimaliza ukaacha kabisa kuvuta sigara? Ushafahamu Kwa hivyo hii tumekuja hospitali, na kama tumekuja hospitali, kila mmoja ajiulize mwenyewe, toka nimelazwa katika kitanda cha wodi hii inayoitwa Ramadhani, ambayo Mungu amechukua ahadi, ametuleta hapa tupone, je,
tumepata nafasi gani? Tumepata nafuu gani? Kila mmoja akajiulize mwenyewe, angalau kidogo nimebadilika? Nadhani hapo mmenifahamu. Tuendelee sasa katika darsa letu la tafsiri ya Qur'ani. Kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Tuko katika suratul Anfal na tuko katika kipengele kinachozungumzia mapambano na makafiri. Tuko katika aya zinazomzungumzia jihadi, na hapa tulikuwa katika vita vya Badri. Ndiyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anaendelea kutusomesha na kutuelekeza. Anasema wa injanahu, aya ya 61 Al-Anfal. Wa injanahu, ikiwa makafiri watasarenda wakataka lisalmi, kufanya makubaliano ya amani. Wa injanahu lisalmi, ikiwa makafiri watamili na kupenda wakaja kwenu wakasema jamani, tufanye makubaliano ya amani. Fajnaha laha, anaambiwa kiongozi wetu Nabii Muhammadi, kubali katika kufanya mapatano ya amani. Fajnaha laha, kubali katika mapatano ya kuishi kwa amani. Watawakkal ala Allah, pamoja na kwamba utakuwa unasainiana na hao makafiri, lakini hayo maandishi na makafiri usiyategemee, kwa sababu makafiri sio waaminifu, sio watekelezaji wa makubaliano. Wewe ili upate amani na kweli, wewe watawakkal ala Allah, japokuwa unasainiana na watu wengine, lakini wewe tegemeo lako umtegemee Allah tabaraka wa taala. Innahu huwa samiul alim, yeye Mwenyezi Mungu anasikia makubaliano yenu, anajua kwa nini wametaka wapate mapatano na nyinyi. Allah anajua. Wa in yuridu, na ikiwa watataka kwa hayo makubaliano hayo, ndani ya nyoyo zao wao wakawa na malengo na madhumuni, an yakhdauka, kukufanyia khadaa, wanataka wajipange ili wapate nguvu upya za kuja kuwashambulia. Fa inna hasbaka Allah, usiwe na wasiwasi, wewe anakutosha Allah subhanahu wa ta'ala. Atakulinda, atakusimamia. Fa inna hasbaka Allah huwa alladhi, yeye ndiyo Mola ambaye ayyadaka binasrihi, yeye ndiyo aliyekusapoti mara zote na ndiyo anaendelea kukusapoti mara zote kwa kukupa nusura zake. Wabil mu'minina, na yeye pia anawasapoti waumini katika kufanikisha mambo yao katika dini, katika dunia yao. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi kama watu wanakuja kutaka amani na wewe, lakini kumbe ndani ya migongo yao au ndani ya mawazo yao wanataka kukuhadaeni Waislamu. Fahasbuka Allah, Mwenyezi Mungu anakutosha, usiwe na wasiwasi na hilo. Tayib, katika aya hizi Sheikh Muhammad Sabuni rahmatullahi alayhi anasema almunasabatu, mahusiano ya aya hizi za leo na darasa lililotangulia. Lamma amara Allahu ta'ala, alipoamrisha Mwenyezi Mungu mtukufu bi'idadi al-uddati, kuweka maandalizi liirhabil a'dai, kwa ajili ya kuwahofisha maadui wa Uislamu. Amara huna bisalmi, ameamrisha hapa Mwenyezi Mungu tunaweza tukaingia katika makubaliano ya amani bisharti al-izzati,
kwa sharti ya kwamba tunakwenda kuandikiana, lakini sisi hatwendi pale kama wanyonge, twende pale vipengele vyetu vyote vikubaliwe. Bisharti al-izzati, tunakwenda kuandika mkataba hali ya kuwa tunaandika mkataba huo tukiwa na heshima, sio wacha tu tukubali. Hapana, bisharti al-izzati, kwa sababu kwa sharti tunakwenda na izza wal karamati, na tunakwenda na utukufu. Mata wujida sabilu ilaihi, wakati wowote itakapopatikana njia ya kufikia katika amani. Lakini amani yenyewe Waislamu tuwe na izza, amani yenyewe Waislamu tuwe na utukufu, basi Uislamu hauna tatizo na hilo. Lianna alharba, kwa sababu vita Waislamu dharuratun, vita imeruhusiwa kwa sababu ya dharura tu. Iqtadhatiha dhurufu alhayati, imepelekewa na mazingira ya uhai. Liraddi aludwani, kwa sababu ya kurejesha uadui wa makafiri waliokuwa wakiufanya kwa Waislamu. Ndiyo Mwenyezi Mungu akatoa amri sasa Waislamu waingie katika mapambano. Lakini kimsingi Uislamu sio dini ya vita, wala hakuna aya iliyokuja kumlazimisha mtu aingie katika Uislamu. Ukienda katika suratul Haji utafahamu katika kauli ya Mwenyezi Mungu inasema, udhina lilladhina yuqataluna, pameruhusiwa sasa Waislamu waingie katika mapambano. Kwa nini wanaruhusiwa waingie katika mapambano? Yuqataluna, wanauliwa wamekosa nini? Bi annahum dhulimu, kwa sababu wao wamedhulumiwa. Kwa hivyo wanaruhusiwa kuingia katika mapambano ili kujenga na kulinda heshima yao. Wa inna Allaha, na Mwenyezi Mungu, ala nasrihim, kwa kuwanusuru Waislamu bila ya kuingia katika vita, la qadirun, Mungu uwezo huo anao, lakini anataka kuwatizama na Waislamu wenyewe, na wao wamesimamaje katika kujitetea. Hakuna kuwa Muislamu legelege. Shafahamu, almu'minu alqawiyyu ahabbu ila Allahi min almu'mini dhaifi. Muumini mwenye msimamo katika iman, mwenye msimamo kuitetea dini yake, mwenye msimamo katika kuabudu kwa Mola wake, ahabbu ila Allah, huyo anapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu minal mu'mini dhaifi, kuliko muumini kapigwa kibao asante bwana. Ataki Mungu pumbavu kama huo, hasa katika dini. Umefahamu? Tayib. Kwa hivyo anatuambia bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Uwezo wa kuwanusuru Mungu anao, lakini anataka kuwaona na wao waumini wanasimamaje kuipigania dini yao. Wanaumwa na dini yao, wana uchungu na dini yao, inawaumiza dini yao. Anataka kuona hilo. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa hana shida, dini yake na uwezo wa kuitetea mwenyewe, na Waislamu wanaweza kuwatetea. Alladhina ukhriju min diyarihim, hao wanaoruhusiwa kupigana ni wale Waislamu waliohamishwa kinguvu katika miji yao ya Maka, wakatolewa bighairi haqqin. Biashara zao wanaacha hapo, majumba yao wanaacha hapo, hapo ndio penye mipango yao ya kutafuta maisha. Lakini ukhriju, walitolewa. Wamefanya kosa gani? Illa an yaqulu rabbuna Allah, hawakufanya lolote walilokosa katika dunia, kama kosa ni kule kusema rabbuna Allah,
sisi bwana wetu ni Allah, hatufanyi lolote isipokuwa aliloliagiza Allah, na tutaliacha lolote alilolikataza Allah. Hata kama kuna nani ametoa amri tulifanye, hatutalifanya maadamu amelikataza Allah. Hii ndio maana ya Rabbuna Allah. Sisi tunamuangalia bwana wetu Allah. Anasemaje? Kakwambia kuswali swala 5, usingoje Ramadhani ila Ramadhani. Kakwambia wajibu wa kutafuta ilmu, usiende darasani kwa sababu ya Ramadhani. Kakwambia acha usengenyi, usiache kusengenya kwa sababu kuna Ramadhani. Kama kweli wewe Rabbuka Allah. Kwa hivyo kama limekuwa kosa la kufukuzwa watu, kosa lao Waislamu ayakulu, kwa kule kusema Rabbuna Allah, sisi bwana wetu ni Allah. Hili neno ni kubwa Waislamu, hili neno lina maana pana Waislamu. Hili neno mwenye kulisema kikweli kweli, huwa analisema kwa ulimi wake, huwa analisema kwa moyo wake, huwa analisema kwa vitendo vyake, huwa analisema kazini pake, huwa analisema katika biashara zake. Ndio watu hao wakati wa kuvuliwa roho kwao, tatanazzalu alaihimul malaika. Usifikiri malaika viumbe watukufu watakuja tu kwa mtu anayecheza nipe nikupe, alafu malaika siku ya kutolewa roho eti aje, bwana hongera sana, wewe ulikuwa malkia wa mipasho. Hawezi kuja malaika. Hili neno Rabbuna Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaruhusu Waislamu kuingia katika mapambano. Ni dharura. Kwa sababu gani? La ikraha fi dini. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika Uislamu. Hakuna kulazimishwa mtu kuwa Muislamu. Kwa nini? Kad tabayyana rushdu minal ghayy. Uongofu uko wazi, upotofu uko wazi. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Kwa hivyo vita katika Uislamu, kupambana na makafiri, haikuwa kawaida yetu, bali Mwenyezi Mungu ameamrisha liirhabil aadai, kwa ajili ya kuwahofisha maadui. Amarahuna bisalmi, ameamrisha hapa. Inawezekana watu kufanya mikataba ya amani, lakini bisharti lizzati wal karama. Kwa sharti tunapokwenda katika mkataba wowote wa Islam, ule mkataba usituelemee. Ndio maana ya izza. Usituelemee Waislamu, iwe hatupumui lakini tutafanyaje? Mungu hajasema hivyo. Bisharti lizzati, kwa sharti tunakwenda na heshima yetu. Mkataba unatupa heshima. Wal karama, mata wujida sabilu ilaihi, panaruhusiwa kufanya hivyo wakati wowote ikipatikaniwa njia ya kufika katika amani. Lianna alharba dharuratun, kwa sababu vita ni jambo la dharura. Iqtadhatiha dhuruful hayati, imepelekewa hiyo na mazingira ya uhai. Liraddil udwani, kwa sababu ya kurejesha uadui wa makafiri. Wa hurriyatil adyani, na uhuru wa utekelezaji wa dini. Wa tathhiril ardi minadh-dhulmi, imeletwa vita hiyo ya jihadi kuitaharisha ardhi na dhulma. Watughuyani, na kuitaharisha ardhi na matughuyani, mambo maovu na mabaya. Haya ndiyo yaliyopelekea Allahu tabaraka wa taala akaturuhusu Waislamu kuingia katika mapambano. Kwa hivyo anarudi kule katika ukawaida wa Uislamu, kutaka amani. Ndio anatuambia wa injanahu, baada ya kuona kipondo kimewaelekea makafiri, wakaja wakamili sasa lisalmi, wanataka amani, mukubaliane nao, msipigane nao. Fajina halaha, anaambiwa kiongozi wetu, kubali katika hilo, mili katika hilo. Si haram kuweka makubaliano na wasiokuwa ya Waislamu ya amani.
ay immalu ila sulhi. Tafsiri ya shekhe anatuambia wakielekea na kumili kutaka sulhu, walmuhadanati na kutaka amani, famil ilaihi, nenda na wewe katika sulhu na amani. Waajibuhum, wakubalie, ila ma talabu, lile walilolitaka, in kana fihi maslahatun, ikiwa katika hiyo amani yenyewe na mikataba kuna Uislamu, Uislamu unapata heshima. Allah anatuambia wala tahinu, nyinyi Waislamu msikubali kudhalilika. Wala tahinu, msidhalilike. Wala tahzanu, na msikae na huzuni. Huzuni zikawa zinatoka kwa makafiri, msikae na huzuni. Kwa nini? Wa antumul a'launa, Allah nyinyi amewapa nafasi kubwa sana, nyinyi heshima yenu kubwa sana, nyinyi mko pamoja na Mola wenu, nyinyi ni watukufu, kwa hivyo hapana kudhalilika. Tayib, Allah anatuongoza watawakkal ala Allahi, katika makubaliano hayo mtegemee Allah mtukufu subhana. Aifawidhil amra ila Allahi, jambo lako hilo la makubaliano litegemeze kwa Allah subhana. Liyakuna aunan laka, ili Allah awe msaada wako, ala salamati, juu ya kupatikana amani. Innahu, kwani yeye Allah huwa samiul alim, yeye Allah anasikia. Al-alim, yeye Allah ni mjuzi. Ay huwa subhanahu as-sami'u li aqwalihim, anayasikia maneno yao makafiri. Al-alimu biniyatihim, anajua nia zao na madhumuni yao ya kutaka amani. Basi kama watakuja na mkaona kwa makubaliano hayo mtakuwa na heshima, kubalini katika hayo maelewano na amani. Tumefahamiana Wa in yuridu an yakhda'uka, na ikiwa wanataka katika hiyo kutaka amani, wanataka kukufanyia khada, in ya sharti. Wa in yuridu an yakhda'uka, ikiwa wanataka kukufanyia khada, fa inna hasbaka Allah, wewe anakutosha Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala. Fa inna hasbaka Allah, kwa hakika anakutosha Allah. Hata kama watataka kukufanyia khada na khiana, hawataweza kufanikiwa. Ai wa in aradu bisulhi, wakitaka kwa sulhu walioitaka, khadaaka, kukufanyia khadaa wewe, liyastainu laka, ili wajiandae na kupata nguvu za kupambana na wewe. Fa inna hasbaka Allah, wewe anakutosha Allah mtukufu. Ay fa inna Allah yakfika, Mola anakutosha. Wa hasbaka ina maana moja. Thumma dhakkarahu bi ni'matihi alayhi, kisha Allah anamkumbusha Nabii Muhammad neema zake Allah alizomneemesha mtume wake. Faqal, anasema mtukufu subhana, huwa alladhi, yeye ndiyo Bwana ambaye kwamba ayyadaka binasrihi, aliyekusapoti kwa nusura zake na kukupa kwake ushindi. Wabil mu'minina, hapa pana tafsiri mbili, imma ayyadaka binasrihi wa binasril mu'minina, moja hiyo, au ayyadaka, amekupa nguvu Allah binasrihi, wa bil mu'minina,
na waumini nao Mwenyezi Mungu ndio anayewasapoti na kufika kufanikisha mambo yao waumini. Tunafahamiana? Taib, qawwaka, amekupa nguvu, wa aanaka, amekusaidia binasrihi, wa shadda azraka, amekusapoti wewe bilmuuminina, kwa kukuambatanisha pamoja na waumini. Kwa hivyo unapata nguvu Muhammad, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe na uko pamoja na waumini. Qala ibn Abbasi, Ibn Abbasi anasema waumini wenyewe, yani anaowakusudia Allah al-ansar, wa allafa baina qulubihim, na Allah subhanahu wa ta'ala allafa baina qulubihim, ni yeye aliyozizoesha mpaka zikawa kitu kimoja baina ya nyoyo za wale waumini wa Madina maansar. Palikuwa na ugomvi wa miaka mingi mno baina ya Ausi na Khazraji. Baina ya Ausi na Khazraji palikuwa na ikhtilafu kubwa ya miaka mingi. Wakati mwingine kama ufananishe na ikhtilafu zinazotokea katika baadhi ya nchi zetu, kila pakijaribu kupatanishwa, kuna wengine huwa hawataki kule watu kupatana na kuwa kitu kimoja. Kwa sababu gani? Watu wanaposigana wengine hupata maslahi, hawaoni hata watu kuwa kitu kimoja ni jambo la kheri, Mungu analipenda. Lakini kila watu wakijaribu kuletwa pamoja, huwa watu hawataki, wanazuia ule upamoja, ule uhasama, ule uadui, zile ikhtilafu ziwe zinaendelea tu. Watu wabaya sana hao, na watu hao popote walipo Mungu atawachoma moto. Watu ambao hawataki kuja watu pamoja, watu ambao hawataki kumaliza ikhtilafu, watu ambao hawataki kuondosha matabaka. Wao wakiona watu wanaelewana, wao wanaingia kati. Basi watu hao popote walipo Mwenyezi Mungu hatowaacha salama. Tayyib, huwa alladhi ayyadaka binasrihi. Tumesema neno wabil mu'minina, kuna tafsiri mbili hiyo wau ya atfu. Ayyadaka binasrihi, Mwenyezi Mungu amekusapoti kwa nusura zake Muhammad we, lakini vile vile wabil mu'minina, na amekuunga nguvu kwa kukuambatanisha ukawa pamoja na waumini wa Kimadina. Iyo tafsiri moja. Ayyadaka binasrihi, yeye Allah amekusapoti kwa nusura zake, lakini wa ayyadal mu'minina binasrihi, vile vile Mwenyezi Mungu ndio anayewasapoti waumini. Ukamkuta Bilali kawekwa juani mahala penye joto, kawekwa na jiwe zito, anateswa na kunyanyaswa, anaambiwa mkufuru Muhammad.